Hivi Ekaristi ndio nini? Halo? Ekaristi ndio nini? Nafikiri kama watoto wamefundisha kuna mambo jamani. Sio tu mwili na damu aliye hai na mzima, mwili na damu, roho na Mungu hai, uko hai na mzima katika maumbo hayo matatu. Uko hai. Unaposikia mwili wa Kristo, usifikiri kama bucha unapata mwili wa nyama yule, mwili wa ng'ombe ule ambao unafikiri kama nyama tu hivi ambaye haina uhai. Ni Mungu mwenyewe yuko hai na mzima katika binadamu wake na Mungu wake. Mwili, damu, roho na Mungu pale. Kwa hiyo ni Mungu katikati yetu. Amehitimisha kila ambacho tunakiadhimisha wakati wa Christmas. Emmanuel, Mungu pamoja nasi, ndio Ekaristi Takatifu, yuko nasi. Na hata mafundisho ya Mtume Yohane, neno wa Mungu akatoa mwili akakaa kwetu. Ndio sasa Yesu Kristo ndio huyo neno wa Mungu aliyetoa mwili akakaa kwetu. Yesu Ekaristi, Mungu katikati yetu, anataka tuwe katika ushirika naye, na ushirika wa mwili wake, ushirika wa damu yake, ushirika wa Mungu wake. Wanadamu haunganiki na Mungu wake, Mungu muumba, Mungu mkombozi. Kwa hiyo tunapofanya sherehe hii takatifu ya Ekaristi, kimsingi tunasherehekea uwepo wa Mungu katikati yetu. Katika Injili ya Yohane sura 28:20 inasema kabisa, mimi niko pamoja nanyi siku zote, niko nani mpaka mwisho wa nyakati. Sasa yuko nasi wapi? Yuko nasi katika Ekaristi kwa namna ya pekee, hai na mzima. Katika neno ndio, katika sakramenti nyingine sawa, lakini kwa namna ya pekee yuko katika Ekaristi Takatifu. Na ndio maana mafundisho ya Kanisa nasema kwamba Ekaristi Takatifu ndio chemchemi, ndio chimbuko la maisha ya Kanisa, ndio chimbuko, ndio msingi wa Kanisa. Bila Ekaristi hakuna Kanisa. Lakini pia ndio kitovu, center, kwamba kila kitu kinarejea kwa Yesu. Yesu ndio kitovu, the point of departure, the point of arrival. Kwamba tunatoka kwa Yesu, tunarejea kwa Yesu, ndio kitovu. Lakini ndio kilele pia cha maisha ya Kristo. Tunachota uhai kwa Yesu, tunakuwa, tunaimarika, tunakuwa milele. Ndio kilele chake, ndio chanzo chake, ndio kitovu chake. Kwa hiyo tume Mungu atujalie haya ambayo tunapuzia kwa tunapoadhimisha, atuyatii maanani, tunamsahau Mungu, tunamwacha Mungu, tunasema nabii akamwambia, ndio tunasema tunapata tunakosea sana. Tumesikia wosia katika somo la kwanza. Wako kwenye jangwa la Moabu, ni kando ya mto Yordani. Wanasafiri kutoka jangwani kule, wamefika sasa maeneo yale. Wanaichungulia nchi ya ahadi kwa ngambo ya mto Yordani kule. Na Mungu ameshamwambia kwamba Musa hautavuka hapa. Huu mtu hautauvuka wewe Musa. Hautavuka ule kwenye nchi ya ahadi ulikuwa waongoza watu wako. Wenyewe wataenda lakini sio wewe. Kwa hiyo sasa anawahusia. Kama sasa kiangalia mtakapokwenda kule kwenye nchi ni maziwa na asali, mkala mkashiba. Mtakapokwenda kule mtatajirika. Hakuna mazao ya nchi ile, msimsahau Mungu, msahau kutoka. Wako wengi wetu hapa tunaosahau kulikotoka. Tunaosahau Mungu. Tunaompisha tu kama vile hatumhitaji. Daima tunajifunza kwa maneno ya huyu ya hekima. Kitabu cha Methali sura 30 aya 8-9. Anasema yeye Mungu, usinipe utajiri sana. Na wala usipe chakula nikashiba mno nikapimbiwa. Wala usinifanye maskini sana kaiba. Unipe kitu cha kadri. Kwa sababu ya mwanadamu kuna hatari ya kumwacha ule mpaji wa vyote ukapenda kile ulichopewa, ulichopokea. Ndivyo ninavyopokea kwa sasa. Ulikuwa una kazi, Mungu akakutoa akakupa kazi, ndio basi tena. Tunampiga Yesu mateke, tunaona kama ana kitu. Tunafurahia kazi na sahau kuwa wa kazi. Unasahau kupa chakula, unapenda chakula. Chakula cha muda.
Maana tunaona hii Injili ya leo ya Yohana 6, Yesu anakwenda na bashirikata na waisha. Wakishiba sasa wanaweza kumtafuta. Mtafuta kuna sababu tunaniamini kwa sababu ya mikate nilikuwa mshiba. Kuangaikia chakula cha kupita. Chakula cha kushibisha mwili na cha muda. Wakati sababu abikuli mkaa peke yake tutakomaa kwa njaa. Njaa ikomai, mtu mdogo asikia njaa. Mtu mzima asikia njaa vile vile. Kama nasikia kiu, hata mtu mmoja asikia kiu, acha kwa kuoga sina tena njaa. Na utakula kusikia njaa. Abikuli mkaa peke yake nikakiumia ndio muda tu. Lakini sasa kuna hili kutoka kwenye kinywa cha Mwenyezi Mungu. Hicho kama tunasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila kitu kinatoka kwenye kinywa cha Mwenyezi Mungu. Mungu anatamka nini kwako? Anatamka uzima, anatamka baraka kwako, anatamka amani, anatamka faraja, anatamka ulinzi, anatamka nini kwa kila kitu. Mungu anasema nini juu yako? Anakuamkia mwanangu, mbona umesahau? Mimi hapo Mungu anatamka juu yako. Anasema nini juu yako? Utasikiaje wale kundi na kukumbusha? Mbona wewe ni jumuiya? Mbona usali? Mbona umenitenga? Mbona huna amani? Mbona umekuwa mvurugaji? Mbona umekuwa mchonganishi? Mbona umekuwa mzushi? Mungu anasema nini juu yako? Lakini tunaishi kwa kutegemea kile ambacho Mwenyezi Mungu anatamka juu yetu. Akitamka uzima, akitamka wewe bado mwisho wako umefika, funga milango, ondoka, unaondoka. Hamna cha kuishi. Kwa Mungu tunaposherehekea Ekaristi Takatifu, tutambue kwamba kumbe tunasherehekea kitovu chetu, chimbuko letu, kilele cha maisha yetu. Tunasherehekea uwepo wa Mungu katikati yetu, ambaye anatualika tuwe katika ushirika naye. Ushirika maana yake tuunganike naye, tuwe na umoja naye. Maana kwa umoja takatifu, komunyo, neno komunyo maana yake communion, muunganiko. Tuwashirika na Yesu katika mwili wake na damu yake, roho yake na Mungu wake. Tuunganike naye. Tusisi katika utengano, hali ya kumwacha Mungu, hali ya kumsahau Mungu, hali ya kutomheshimu Mungu, kukosa kumtegemea Mungu, kutegemea vitu vya kidunia. Somo la kwanza tunatuasa kwamba tushike amri. Mungu anatupitisha kama alivyosema Israeli kule jangwani. Kumbe jambo lile la Israeli miaka 40 kule ilikuwa ni mafunzo, ni kuwafunda watu kumtegemea Mungu kwa kila kitu. Akapata hapo amri maana wakati mikate ile akatolea maji kwenye mwamba mgumu, akatoa maji pale wakanywa. Sasa hivyo vitu vilikuwa ni kivuli tu, ni ishara tu, lakini kwa msawadi sasa ile maana ni Yesu wa Ekaristi anayetupisha kwa mwili wake na damu yake. Yale maji, mwamba ule ni ubavu wa Yesu. Kutobolewa kwa mkuki pale msalabani, ikatoka damu na maji. Damu maana yake Ekaristi Takatifu, maji maana yake ubatizo. Tunaposa kabisa tunataka pale kwa Yesu. Kwa nini? Kama Yesu anataka kwa nini? Angalieni jangwani kule walikula mikate, wakanywa maji kutoka mwambani. Mwamba wa Yesu ni kufuata. Unatoa pale maji kwa ajili ya kutakasa na kuosha ubatizo. Unatoa kwa damu chakula cha uzima. Tume Mungu atujalie kuelewa, Mungu atujalie kuamini. Mungu atujalie kuwa na kiu. Kiu ambayo ule mtutazamia pale na amesema ndio jambo namuonea kiu Mungu, namuonea shauku Mungu kama nchi kama isiyo na maji. Ndio una kiu ya Mungu wewe. Una kiu ya Ekaristi. Unamtafuta Yesu wa Ekaristi kwa udi na uvumba kwa shauku kubwa. Moja ya masharti ya Ekaristi Takatifu na kwamba unapokuja kupokea Ekaristi Takatifu, uwe na hiyo kiu, uwe na imani. Uwe na moyo safi, uwe unatakasa ndani mwako ili upokee kwa faida. Sio kwa hasara yako, sio kwa hukumu yako. Pokea katika mastahili, pokea katika imani, lakini pokea ukiwa na nia. Una nia gani? Kwa nini upokee Yesu Ekaristi kama una nia? Kama una ada naye. Unataka afanye nini katika maisha yako? Tutakuja na maandamano baadaye na Yesu wa Ekaristi. Lakini tushangae, wengine tunamzonga Yesu tu. Tunaposoma katika Injili ya Marko sura ya 5 aya 30, Yesu alikuwa anatembea na watu mkubwa watu wanamzonga, wanampiga kikumbo. Sasa wengine hapo wanapiga kikumbo tu, inapiga simu kwenda kunywa soda, wengine wanaongea na kichapo huko, kile kama mrundiko tu. Lakini mama mmoja alikuja kupania akamgusa
nitapona. Kwa hiyo nenda kwa ajili ya kuponywa na Yesu. Sitamwambia nasema chochote, mimi najua basi nikigusa pale napona. Na kwa ngapi tunakuja kwenye kanisa tunaumia hivi, tunaumia kama tutakapokuja hizo leo hii nikimkulia huu ugonjwa utatoka. Hiyo ya ndani mwangu ya hasira itatoka. Huu wivu ndani mwangu utatoka. Hiyo ya kisasa itatoka ndani mwangu. Uongo ndani mwangu utaisha. Unakuja kwa nia gani? Unakuja Yesu kwa makusudi gani? Unakusudia gani kwa kujiandaa huko? Naamini Yesu una uwezo wa kutenda jambo hili kwa kutenda. Unakuja kwa Yesu ukiwa umejiandaa kivipi? Umeshika amri zake. Unataka kushika amri. Tusisahau Mungu na amri zake na mahusiano yake. Yesu tunakuwa tumeshika amri. Na mwingine sasa ameniuliza swali, nikakujua kwamba kuna watu wengi hawajui. Amri ya 6 kanisa inasemaje? Amri ya 6 kanisa inasemaje? Amri ya 6 ya kanisa inasemaje? Toba na huruma. Amri ya 6 ya kanisa inasemaje? Zaka, saidia kulipa za ndoa, usizini. Sasa hiyo amri mbona imechanganya kwa kweli? Jamani, amri ya 6 ya kanisa inasemaje? Shika sheria Katoliki za ndoa. Inaonekana nyingi maana za sio ya. Shika sheria Katoliki za ndoa. Zipi hizo? Ni watu wanao wanafahamu sheria za kanisa za ndoa. Halo? Na wanazijua hiyo sheria. Sasa kama mtashikaje? Mtashana mtu ukijua. Ndio maana mnazivunja. Sawa mnazivunja. Na pale mnakuwa ufupi tu, shika sheria Katoliki ndio basi niachia pale. Maana tunakuwa sana kwenye ndoa. Watu hawajui sheria. Walitaka ile ni iko kama mtu wa ndoa ni shipe, kama pale ni shipe, kama mtawa ni shipe, kila mtu ana niko yake. Sasa je, ni iko ya yetu ya na tunajua kabisa sakramenti ya ndoa inaishwa na Ekaristi. Haiwezi kuishi bila Ekaristi ndoa. Kama pokea katika tutakutana kafarakana. Yesu Kristo inaponya na sadaka kitubio inaishi na Yesu wa Ekaristi. Sakramenti ya ndoa maana yake nini? Inamwakisi Yesu wa Ekaristi, upendo wa Yesu wa Ekaristi ndio uonekane kwa mume na mke katika ndoa yao. Sasa sheria za kanisa kuhusu ndoa. Mwenye sifa ya kufunga ndoa ni mtu mke na mtu mume. Mtu mke na mtu mume. Hiyo ni sheria ya kwanza. Sheria mama ya Mungu kabisa. Ni kwa mtu mke na mtu mume, sheria ya kwanza hiyo. Kwa hiyo sio kwa mume na mume hawana sifa. Mke na mke hawana sifa. Bila kuna ndoa tofauti na mke na mtu kwa kuzaliwa, kwa kuumbwa. Maana kuna wanaume wengine wanawake zaidi katika kuzaliwa hivyo. Na kuna wanawake wengine wanawake zaidi katika kuzaliwa hivyo. Sasa ndio hiyo mtakatua. Lakini kwa kuzaliwa kwa wako ni mtu wana sifa za kufunga ndoa. Hiyo sheria ya kwanza. Lakini sheria ya pili katika ndoa maana nini? Timiza kile ambacho Mungu amekupangia upende kwa mwaminifu. Mwaminifu. Na mwaminifu maana nini? Sio tu kwamba uchepuki wala hata ni wadogo wala ni wakubwa. Lakini kwamba unaishi Mungu anakuagiza. Unatimiza maagizo ya Mungu. Unamtegemea Mungu. Unaishi kama Mungu anataka kuishi. Lakini kuna sheria nyingine ambayo inasema kabisa kwamba hiyo nyumba yako hiyo ile kanisa ndogo. Familia yako iwe msingi wa kanisa. Je, wewe nyumba yako ni kanisa? Una muda? Kama sasa una muda wa kuabudu Mungu, una muda wa kusifu Mungu, una muda wa kuomba Mungu, una muda wa kusoma Mungu kwa familia yako, una muda wa kuadhimisha pekee ibada ya Ekaristi, ibada zote una muda wa kuabudu. Hata familia yako kienda, hata kama sababu ya 5 anakimbia hapo pia ngapi na mpesi kwenye mtu naona ndio sasa. Msalaba tu katika 500 pale kwa plastiki. Hana
ni ukumbusho wa mateso. Kuna msalaba kwenye Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo unapokuwa na msalaba uone Yesu Ekaristi pale kwenye msalaba wako ndani, mwabudu pale pia msalaba. Msalaba ndio unapaka kwako, unashinda wiki nzima wala ufanye chochote. Kumbe Yesu amekuja ndani mwako. Tuwakilishe taifa Ekaristi msalaba ule. Unaona? Lakini hatufanyi chochote, tunaona kama sanamu tunaka. Lakini kule nini? Ekaristi Takatifu kuna alama ya mateso. Kama kuna mateso ndani ya Ekaristi, kumbukumbu ya mateso ya Yesu. Sasa kama kuna mateso ya binadamu kumwagika. Sasa hiyo je, katika mateso yako, katika changamoto zako, katika mapigo unamuona Yesu katika hayo? Unamwalika ashiriki nawe. Yesu ndio umetie shime katika hayo unayopitia. Jambo hili unapitia, unifundisha utii, unifundisha nikutegemee, unifundisha nikuabudu, unifundisha nikukimbilie, unifundisha nikupende, unifundisha nistahimili. Tie nguvu stahimili. Njoo Yesu kae na sisi. Naona katika familia yetu ninaona muda huo. Kwa pamoja baba na mama na watoto mkafanya nyumba yenu kwa kanisa la nyumbani. Ndani ya kanisa kuna ufufuko. Wanaweza kuteswa tu. Kufa tu. Walifufuka. Ndio maana kuna yuko hai. Yuko hai mzima. Ni ishara ya Yesu kufufuka. Je, unamkaribia kufufuka afufuke kwa sababu unakufa ndani mwako katika familia yako, katika mazingira yako? Kwa kutokujua taratibu hizi ndio matokeo tunachanganya. Tunakuwa kwa mchanganyo. Kumwacha Yesu siku hizi ni kitu rahisi sana. Unamuuza tu kwa sababu ya tunguli fura kwa ulete kwa biashara zako ziende. Unamwacha tu. Kwa sababu tukija kuuza chips mayai pale. Wewe kwa kwenda kwa Yesu kwa utamwachana ni kuuza chips. Chips kwani utakufanana kwa wanadamu duniani hapa. Ndio kubali kwa Yesu karibu ni bandua kwa watu wengine. Niende kwa Yesu nikamwabudu. Niende kwa Yesu nikamwadhimisha. Kwa sababu yote hivi unapokuwa una utayari ndani mwako, unajibana kwa binafsi, kwa nafsi yako, una binafsi kwa muda wako, una binafsi kwa mali zako, una binafsi kwa kila kitu. Umeshikilia utakubanduka kwa kabisa wewe kwa Ekaristi, bado ni shida sana. Bado uko mbali sana kwa Mungu. Sasa tunapokuwa kujiachia kuwa mtu wa sadaka. Unapofanya sadaka ni mali tu pekee yako, nafsi yako toa sadaka, muda wako toa sadaka, harama zako na toa sadaka, kabisa unavyoitoa kila siku. Kila siku unajitoa. Kwa ajili gani? Na mimi na wewe wakosefu hivi tukombolewe. Kazi ya ukombozi inaendelea. Kazi ya utakaso inaendelea. Kazi ya uponyaji inaendelea. Kazi ya kufundisha watu Mungu inaendelea. Ndio tunapoadhimisha mtakatifu. Lakini sasa je, sisi tunaohudumiwa tunapona? Sisi tunaohudumiwa tunabadilika? Kwa sababu tunapokea kila nia bila kusudi lolote, matokeo yake yanabaki vile vile. Tunapokea kila siku tunapokea kanisa, lakini hakuna mabadiliko yoyote. Kwa sababu nini? Kumwambia Yesu msamaha. Musa kiburi changu hiki ni mnyenyekevu. Musa ili Mungu wangu ambao unasema simu kama yafira. Funga. Unaleta kitu. Hapo unapotoka kanisani hapa, je, unabeba Yesu unampeleka nyumbani au unamwacha njiani au unamwacha hapa? Kwenda ndani kule nyumbani ili akusaidie ushike katika ndoa. Kama sasa katika hatua kwa tunataka kupenda nyumbani umepungua, sheria nyingine pendaneni na kwa sio gani tena. Ukishafunga ndoa upendo kwa sio gani. Kama na kuna yale kuna mtaka usipende, hakuna, ni lazima pende. Lazima uheshimu. Lazima umsamehe kukosea. Yaani lazima amna changamoto chao mimi nitakapokuta kujisikia. Msamehe kwa sababu ni ili moja mshaunganishwa katika muunganiko. Mvumilie, muonye, msaidia asipotee. Sababu umepewa na Mungu. Hiyo sheria katika taabu, katika raha, katika magonjwa, katika afya. Kwa hivyo unasimama katika hizo taratibu za Mungu. Kwa hiyo Ekaristi Takatifu inapokuwa inataka kutukoleza, sisi tukajitenga nayo. Sawa. Na mwingine anafunga ndoa kwa ajili ya kupona. Hata ungama tena, hata pia tena Ekaristi, hata sali tena, hajishia tunataka kumaliza. Ndoa inakufa ukipokea sakramenti ya kibili. Ndoa inakufa ukipokea Ekaristi. Inakufa. Familia inagawanyika msipokuwa na muda wa kusali pale nyumbani. Itakufa. Kwa sababu Yesu ndio kitovu, chimbuko, msingi. Sasa unapoacha msingi wako, utafuta msingi mwingine wapi?
Kitovu chako kiko pale, wewe unakikimbia. Kile cha maisha yako kiko pale, chimbuko la maisha yako kiko pale. Lakini yule ndio unayemwacha ndio huyo uzima wako. Kama mwili wangu ni chakula cha uzima, damu yangu ni cha uzima. Anayekula ana uzima. Sasa wewe unapokimbia uzima, maana yake ni nini? No. Maana yake unatangaza kwanza sasa kama mimi simhitaji kwa uzima wenu, simhitaji Yesu. Je, uko mbele ya safari kwenye ulimwengu wa roho, kwenye umilele utasema nilikuwa natania au nilikuwa nasema. Kwa hiyo ndugu zangu, tupambanie kwamba tuondoe vikwazo mbele yetu vinavyotutenga na Yesu wa Kristo. Tuondoe vikwazo. Tuondoe vizingiti. Ondoa vizuizi ndani mwako na maisha yako na maisha yako na familia yako ambavyo vinawatenga na Yesu wa Kristo. Ukiona hauna muda, maana Bwana alikupata, wiki nzima inapita. Una sababu ya kutoa sadaka kama tunavyoona kutoa sadaka hiyo ile kwa pale kanisani saa 11 Alhamisi. Au kuja changamoto hii, ngoja niende mahali fulani ambapo kuna watu wanataka kuambia, nikapeleke shida zangu kilio changu hivi. Kuna huo mawazo, tafikira pengine mganga wa kienyeji, tafikira kwenda kwa kwani fulani akuombee, taenda kwa Islam sio ya kutungia fulani ya kusaidia, hayo ndio nafikiria kidunia. Lakini una muda. Wakati kwa kumbe nina nyenzo hapa, nina Mungu katikati yetu. Yuko Mungu ambaye sasa kwamba si kwamba yuko kule, si yuko mbinguni, si kwa Yesu yuko nasi, tumembeba ndani mwetu. Roho wa Mungu yuko ndani mwetu, anakaa kwetu. Mimi yetu ni kama Roho Mtakatifu, kwa sababu tumebeba Mungu ndani mwetu. Tutakipenda, baba yangu atampenda, na tutakuja kwa kukaa kwake. Hivyo sisi tunambeba Mungu, tuna Mungu ndani mwetu. Kuna uzima Mungu ndani mwetu. Sasa huo uzima Mungu unakuwa au unakufa? Unastawi au unanyauka? Au tunakuwa tunaongezeka? Tunaona furaha ya Mungu tunaokuwa Mungu kila siku kwa siku tunaongezeka au tunapungua au tunadidimia? Mungu atusaidie katika adhimisho la takatifu. Tubadilike katika mtazamo. Tubadilike katika maisha yetu ya kila siku, tubadilike ili nini? Tuweze kuwa watu wanaomtambua Mungu, watu wanaobeba Mungu. Tubeba Mungu tunaendana Yesu wa Kristo yuko nasi miongoni mwetu. Atumwachi ni muunganiko, komunio takatifu, maana muunganiko mtakatifu. Ni ushirika na mwili wake, ushirika na damu yake. Na sasa kama tuone matunda ya Ekaristi, maana kuna shida. Shida iko kwetu, sio Ekaristi. Sio Ekaristi. Na mmoja akawa anasema mapadri wa siku hizi hamna kitu. Vipi? Zamani bwana. Mtu akija na kubanga kanisani na kupokea Ekaristi, anapigwa hapa hapo. Vipi hapa? Mbona ukitaka kubanga hapa hajapigwa? Ukipigwa sasa lazima adondoke pale. Utapigwa kwa namna nyingine tu. Utapigwa kwa namna nyingine tu. Tunaona mtu yani yupo tu lakini hajielewi. Huyo ndio anapigwa huyo. Kwa sababu kama anapoenda kanisa katika kila kupokea kama stahili, anapokea vibaya. Kwa hiyo si lazima mpaka adondoke. Lakini kuna Mungu namna nyingi anataka sababu upinya na kumpa adabu. Kuna namna nyingi anazotumia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mungu atujalie tusimjaribu Mungu anakuja kwa ile bila yeye niangalie kama kujita kutotokea. Na mpokea bila mastahili na kupokea hukumu. Bila mastahili manake unajiadhibu mwenyewe unakufuru ndani yake. Hata leo nyumbani wao wanaendelea kufanya hivyo kujiache katika takatifu kutopokea katika mastahili pasipokuwa na maandalizi yoyote, pasipokuwa na imani, pasipokuwa na heshima. Pasipokuwa na heshima. Sasa tunataka kuelewa unapokeaje kwa ulimi au kwa mkono unaijalishi. Mungu anaingia moyoni mwako. Moyoni mwako kuna tatizo. Angalia moyoni mwako, je, kuna nini? Ni mahali pazuri ambapo Mungu anaweza kukaa. Hujabeba kwa wafalme wengine kwenye moyo wako. Hakuna watawala wengine. Hakuna roho nyingine ambayo ni tofauti na Roho Mtakatifu kwenye moyo wako. Ndipo kujichunguza ili uweze kujua kama kumbe ndani ya Yesu unapata uzima. Ndani ya Yesu unapata amani. Ndani ya Yesu unapata faraja. Ndani ya Yesu unatiwa nguvu, unatiwa uhai na kuwa hai katika moyo wako wa kila siku. Tume Mungu atujalie na sisi kuwa washirika. Tuunganike na Yesu, tuwe katika umoja na Yesu wa Ekaristi. Atuwezeshe na sisi kuishi kiekaristi. Mwenye kujitoa, mwenye kujitolea, mwenye kutafuta wokovu wa wengine, furaha ya wengine, amani ya wengine, baraka za wengine. Kwa
kwa sisi tuwe sababu, tuwe chimbuko la Yesu ndani mwetu, tupeleke furaha kwa wengine, tupeleke amani kwa wengine, tupeleke upendo kwa wengine. Tujenge mahusiano yetu mazuri katika mazingira yetu tunamoishi, tunafanya shughuli zetu, tuwepo na uwepo wa Yesu kuwe pale. Huyu anatokea kutokana na mahali pake, hata biashara anazofanya anafanya kiekaristi. Hata kuongea kwake anaongea kiekaristi. Hata mahusiano yake na mahusiano mzuri na mtaki kiekaristi. Manake anastari, anaheshimu watu, anawasikiliza watu, anawashauri watu vizuri, anaombea watu na mafanikio, anaombea watu baraka, anawaunganisha watu, sio kuwatenganisha. Hiyo ndio faida za ekaristi. Tunapokuwa tofauti, hata mimi na mzongazonga yetu wala simpokee wala simgusi. Na kwa nini kuzongazonga? Mungu atuguse katika adhimisho hili, arejeshe tena upya mahusiano yetu na Mungu. Tuwe katika ushirika naye. Tutambue kama huo ni mzima katikati yetu, ni katikati yetu, tumtafute, tumkimbilie, tumtegemee. Tunaposikia nyimbo lazima tegemeo letu, maendeleo. Usiibe tu kwa mdomoni. Jiulize, hili Mungu ni tegemeo langu? Mungu ni tumaini langu? Mungu ni kimbilio langu? Je, natambua nikuje wapi Yesu huyu? Je, ukimpata unabaki naye? Katika ushirika na muunganiko unabaki naye? Au wewe ni kwa kupokea na kupoteza? Anaingia na kutoka. Kikia kwa mwako na huku mbona akufariki, anaondoka. Unamwacha hapa. Kwa hiyo jitafiti, jiulize. Tafakari kwa sababu Mtume Paulo katika baraka wa kwanza kwa Korinto sura 11 kwamba jitafiti kwanza, jioji kwanza kabla hujapokea jioji. Je, mimi ninapopenda kupokea kwa usahihi? Je, nina neno watangaza ndani mwangu? Maana sikumbuki na mema pesa ya Mungu. Je, nina imani? Je, nina hamu naye? Je, nimejitakasa? Je, nina nia? Nataka nimpokee ili wewe atende nini? Je, katika mazingira yangu, changamoto zangu, natambua kumbe yuko Yesu hapa. Yuko Yesu Nazareti ambaye anataka kutoa tatizo hili. Unakuwa na hiyo imani, unakuwa na maelezo kwamba siogopi kitu bwana. Yuko Yesu hapa. Sina hofu bwana. Ninaye Yesu. Unakuwa unajiamini hivyo. Au unakuwa unaogopa? Tuna mjusi tunaogopa. Tunafanya tunaogopa. Tuna mendo tunaogopa. Kisa kile Yesu. Sasa Yesu wako ni namna gani? Chongo. Sasa Yesu wa mchongo anakuwa mtu ambaye ana nguvu, hawezi kukutetea, hawezi kupigania, hawezi kuwa ujasiri. Huyo ni mchongo. Lakini Yesu haipenda naye mwamini sisi, ana nguvu, ana mamlaka. Ni yule aliyeshinda kifo. Anataka kutisha. Tuwe Mungu atubariki na sisi mitazamo yetu, fikra zetu, namna yetu, tuweze kuwa na ile hali tofauti ambayo inatusaidia kumtangaza Kristo. Tutakapokuwa tunaandamana na Yesu katika mitaa yetu, ningetamani sana kila mmoja wetu hakuna kitu cha kumwambia Yesu kwa ajili ya familia yako. Kumwambia Yesu kwa ajili yako wewe mwenyewe. Anapokuja kwenye banda la kanda yako, na dunia yako iko pale pale, na familia yako iko pale pale, mwambie Yesu kitu. Atende nini kwenye familia yako? Ndoa Mungu kwenye ndoa yako, fanya jambo moja mbili tatu katika sawa. Kabijana kwa Mungu kuta maisha yako na wewe katika familia yako, Yesu tengeneza. Na kwa tu hivyo hivyo. Omba kile unachoona kinafaa kwako kama Yesu akutendee. Usimzongezonge. Omba kama mama yako anatoka damu, utagusa vazi. Kuna mtu kama Yesu ukikumpokea ikaenda nawe nyumbani. Ukija kwenye banda letu la kana pale, mimi Yesu niache. Sikwati hivi ukaniacha kaondoka kule. Siondoki hapa mpaka unibariki. Siondoki hapa mpaka uniponye. Siondoki hapa mpaka utengeneze mambo yangu yanyoke. Tuwe na huo moyo wa ibada. Hata mambo ya dunia au bana kupiga picha mara wanapiga simu mara wafanyaje, naongea na mwenzangu. Ni ibada endelee kutoka hapa kanisani, tunazunguka kwa tunamalizia tena mbele na amani, tutangaza baada ya maandamano endelee na amani. Kwa hiyo ibada ilikuwa ya misa ilikuwa inaendelea. Vitendo la shukrani. Nikaleta tena kumshukuru Mungu kwa Yesu. Mwaka jana nilifanya maandamano. Mpaka mwaka huu nimelinda tena kwa wao. Na kushukuru Yesu wa Ekaristi. Na kushukuru Yesu wa Ekaristi kwa uwezo wako, amani yako, kwa uponyaji wako, kwa kunikinga na hatari nyingi. Kushukuru. Hata kama unataka kuomba basi angalau shukuru Yesu na kushukuru. Kwa sababu nilipopita huko kuna hatari nyingi ambazo nimetokana nazo na kushukuru. Tume Mungu atukuze kwa namna pekee leo hii na amshe moyo wa ibada. Unaposikia kanda inatangaza kila Jumapili hapa, kanda fulani na dunia zako kuja kuongoza
unakujaga? Halo, nakuuliza wewe unakujaga? Unafikiri anayetangaza hapa anatangaza kwa hiari yake au nani anatangaza? Halo, unaposema tangaza kwa unatafsiri nini kama nani atakutangazia? Hiyo katibu sio wakwambia. Yesu mwenyewe anakuambia kama mwanangu, Alhamisi ijayo baada yako ndugu yako uje ukaniabudu hapa. Unakutangaza Yesu anakuambia hivyo, unamjibuje? Unamjibu sio sio. Halo, nakuuliza kujibu maswali kama sasa tunakuuliza baba, mbona ukaeleza ndio niabudu hauji? Kwa nini hauji? Hicho ndio kifanya huko, maana si sahihi, si wakati wake ule. Tunafanya nje ya muda wa Mungu. Mungu amekwambia ndio niabudu hapo, unasemana biashara zangu nitafanya hesabu msaka. Sikia siku nafanya tu. Na hata kwa sababu kupanga vile zangu hivi mara moja kwa mwaka napendeza katika kuabudu kwa mara mbili kwa mwaka. Mara mbili kwa mwaka inakushinda. Ingekuwa ni kila siku ingekuwa ni mezidi. Lakini mara moja kwa mwaka au mara mbili kama inakuja kwa kuabudu. Sasa ndio maana ni sana yangu naona nikiacha kama ni mwisho wa dunia. Tabuta sana riziki yangu kwa mchango ya sadaka, shukrani zangu, vitu gani, zangu sina hapa kitu gani. Maana kwa unapatia Mungu, Mungu anakuambia tena kufanya hivi, unasema na tatizo lingine tofauti. Mungu atuhurumie, Mungu atusaidie kuweza kutambua kwa Mungu anaongea na sisi kupitia kwa njia mbalimbali. Unaposikia dunia zangu tutafanya usafi Jumatatu na kufanya misa ya kwanza nitaijai. Ni Mungu anakutuma huko. Sio mtangazaji uso wala kiongozi kwa mkanda. Ni Mungu anakuambia kama wewe Jumatatu ndio unafanya usafi na Jumapili ijayo utasimamia misa ya kwanza. Na mwingine Jumatatu mwingine Jumatatu. Utamini sabini sasa. Ni Mungu anakutuma huko. Sasa baba mnafikiria kwa mambo yao bwana mimi sina muda huo. Sawa, lakini iko siku Mungu atakuja kwenye 8 zake. Atakuuliza, "Niko kutuma kwa kufanya usafi katika kwenda?" Nilipita uniabudu kuja. Kanisani kuja, kwenye jumuiya kuja, nyumbani kwako kusali. Sasa wewe Mungu akupendeze sasa. Akupe uzima tu milele bure bure. Uzima milele arudi bure bure, alafu ufanye kazi, ndio kule jasho, upambanie. Ndio Mungu uzima ndio unakuja. Lakini hivi kwa mchemko tu na ndio hakuna kitu kama chochote pale. Yesu wa Ekaristi leo hii atengeneze upya ndani mwetu mtazamo yetu, msimamo yetu, maamuzi yetu. Upokeaji wa ujumbe wa Mungu tubadilike. Pokea ujumbe wa Mungu ufanyie kazi. Usiwache hapa. Mungu anakuwa anasema na wewe. Tumsifu Yesu Kristo.